Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie nyote wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini. Nasi tuko wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Kama kawaida nimewaletea habari mbichi kabisa kutoka kwenye uwanja wa vita. Muda huu nitawapeleka moja kwa moja kwenye rute Bukavu Kavumu kueneo ya Amsara, ambapo kunasikika mashambulizi makali. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi inasikika hapo. Wanatuambia ya kwamba wazalendo wameingia pale. Upande mwingine mapigano ni makali ndani ya teritware ya Kabare mu village ya Mudaka. Vikosi vya wazalendo na wasi wa M23 wako napigana hatari. Na wasi kusubscribe kama kawaida. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Muendelee kujiabone, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi, kuendelea kucomment na kulike habari zetu. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari mbichi ambazo nimewaletea ni kuhusu mashambulizi makali yanayosikika muda huu ndani ya eneo ya Amsara kwenye rute Bukavu Kavumo. Kwenye eneo hii ya Amsara, milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika saa 3. Wakati huo moto ukawaka kati ya vikosi vya wazalendo na wasi wa M23 pale mweneo ya Amsara. Ni kwenye rute inayotoka Bukavu ikielekea Kavumu. Ni maeneo yanayomilikiwa na wasi wa M23. Walistukizwa na presence ya wazalendo pale ndani ya zone hiyo ama eneo ile ya Amsara, na panike ikaanza pale. Wakaji wakakimbia, wakaanza kuelekea ndani ya Bukavu Centre, wengine nyuma wakarudia Kavumu. Pale Amsara vitu vyote vikawa paralize, wakaji wakafunga mabotike, wengine wote wakakimbia pale. Muda huu kunaendelea kusikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi. Wanasema ya kwamba wazalendo wako mwatake kuanzia pale Amsara, ni kwenye rute ya kutoka Bukavu Kavumu. Ndani ya Sud Kivu mapigano yanaendelea kuripotiwa hapa na pale kabisa, mumaxe tofauti. Mapigano yanayosikika hapo Amsara, panike iko na endelea kuingia hata ndani ya mji wa Bukavu, kuanzia maeneo hayo ya kuingia Bukavu kitoka hapo Amsara na huko naingia Bukavu. Hali halisi kwa sasa ni panike mu population maeneo hayo. Wazalendo na FARDC mbone waisha kasirika, na waambia mbone wako na wapa wasi wa M23 na muda kidogo mu maeneo yote pale mu Sud Kivu. Mpango wa FARDC na wazalendo kule mbone wanataka kabisa warekipere hata mji wa Bukavu. Tunaendelea kufuata habari kutoka kwenye Fro kwa karibu. Endelea kujiabone, ukuwe nasi kabisa kila wakati ili kukua na pata habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Upande mwingine mapigano makali yanasikika ndani ya Mudaka. Village ya Mudaka inapatikana mu kilomita kama 10 ukitoka ndani ya mji wa Bukavu. Pale ni territoire ya Kabare. Hapo tangu asubuhi mapema wasi wa M23 wanashambuliana na vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Paka muda huu mapigano yanaendelea ndani ya eneo hiyo ya Mudaka. Mapigano hayo makali yanayosikika kwa milipuko ya silaha nzito na nyepesi yanaacha wakaji kukimbia maeneo yao. Muda huu tunapoongea wakimbizi wanaendelea kukua wengi sana kutokana na mapigano hayo makali. Mudaka hapo nako ni kivumbi na jasho. Wasi wa M23 wako na waatake mkwe zote. Ukiona Kabare inakuwaka mu noro ya Bukavu, acha niite vile juu. Ukiingia ukiwa Bukavu, Kabare iko mu noro ya Bukavu. Ni maeneo yanayo ni territoire ambayo inapakana na Kalehe.
Nyuma mu maeneo ya Kamanyola nako walisha watake kuanzia Walungu Mukaziba ni Kivumbi na Jasho. Munaona ke FARDC iko na waatake mu makwe zote kabisa, wana wababaikisha na wambia ni Kivumbi na Jasho. Wazalendo na FARDC aujourd'hui wako na objectif kabisa ya kuyarekipere maeneo tofauti mkiwemo hata na mji wa Bukavu. Ukiona strategia ambayo wako napigana nayo, wako na atake mu axe tofauti zote zinazokuwa mu kilomita chache na mji wa Bukavu. Mu eneo ya Kamanyola wakati wa mapigano siku ya jana, kuna wakaji wengi waliopoteza maisha yao. Muda huo tuko napata resulta ya kwamba ni wakaji zaidi ya wasita ambao walipoteza maisha yao, wengine wasita nao wakajeruhiwa. Wakaji waliokimbilia Rwanda iko nasema ya kwamba ni zaidi ya wakaji desa, ni wengi zaidi ya wakaji 200, ni 200 ni 2000 hapo. Mnasikia ya kwamba ni wengi. Matokeo ya vita kabisa ndiyo hayo, mnapaswa kuyaelewa na kujua ya kwamba wakati vita vinaendelea kutakuwa wakimbizi, kutakuwa wakukufa, kutakuwa watakao jeruhiwa. Vita ni vibaya tena zaidi. AFC M23 kupitia msemaji wao Lawrence Kanyuka anaendelea kushutumu FARDC kwa kukiuka usitishaji vita na kuwashambulia mu axe zote tofauti. Aliandika akisema kwamba FARDC iko natumikisha maarme lourde, ikitumikisha na ndege za kivita kuwashambulia ndani ya maeneo yao. Anasema ya kwamba ni ndani ya eneo ambazo ziko ndani wakaji wengi, ila huyu Lawrence Kanyuka kisha sema ni maeneo ambayo yako ndani wakaaji wengi. Anakuwaka na anawaza watawashambulia wapi, na pale njo kwenye walisha installe nafasi zao. Mbone wao ataka FARDC wakati wa Goma mu zengine eneo wakati mji wa Goma walikuwa na sawa ya kwamba kuko wakaaji wengi ndani ya vile ya Goma. Waliokufa nadhani mnawajua ni wengi, waliojeruhiwa ni wengi. Kisha sema no, wako na watakemu maeneo ambayo yako ndani wakaaji wengi. Anakuwaka na anamaanisha nini? Yani anakuwaka amesahau ya kwamba nao wakisha atakiwa na atakake kwenye kuko wakaaji. Hizo ni shutuma ambazo hazina maana. Kitu kingine anasema no, FARDC iko natumikisha silaha nzito na ndege za kivita kuwashambulia. Sasa anazania wawatake na majiwe. Sini silaha vita, sasa watatumikisha silaha. Anapenda walogote majiwe njo yenyewe watumikishe wapambane nao kwa majiwe. Hapana, haiwezekani. Ni silaha kusilaha. Ile ni kubabaika paske FARDC iko natumikisha silaha nzito tena kubwa kwao. Wanaona ya kwamba imekwisha kwao kabisa. Na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na habari. Muendelea kukua connected nasi, mujiabone. Habari zetu mtakuwa nazipata kwa wakati. Asante.